Nakukaribisha ndugu yangu ambaye katika kipindi hichi, mbali ya vile vipindi vingine vitatu vilivyopita, tunaendelea bado kuchambua vile vipengele mbalimbali vya katika Biblia takatifu katika Agano la Kale na Agano Jipya ambavyo Waislamu wao wanadai kwamba vinatabiri ujio wa Muhammad, au tunasema ni unabii ule ambao ulishuka kwa kupitia vitabu hivi, kwamba vinaashiria ujio wa Muhammad kwenye ile karne ya 7. Sasa kwa wale ambao hawajaona ile sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu, niwakumbushe tu kwamba madai haya ya Uislamu hayajatoka hewani tu, yako katika kitabu chao cha Qur'ani, ile sura ya 7 aya ya 157. Sura ya 7 aya 157 ndio inawataka wamtafute huyu Muhammad katika Taurati, yani vitabu vya Agano la Kale, na pia katika Injili. Sasa safari hii tunaenda kuangalia mojawapo ya maandiko ambayo kwa ukweli inasikitisha ni namna gani Waislamu wanafika mpaka kuenda kumtafuta Muhammad katika namna hii, katika mbinu hii. Inasikitisha, lakini pia inachekesha. Lakini wewe ndugu yangu Muislamu ambao unaamini maneno haya, ikufumbue macho. Nia hapa si kukuzodoa, nia hapa ni kukufungua macho ili usije ukaanguka. Manake wewe ni kama unaongozwa na kipofu. Fungua macho yako usije ukatumbukia shimoni na hao viongozi wa vipofu. Safari tunaenda kusoma tunasoma kutoka Wimbo Ulio Bora, sura ya 5, Wimbo Ulio Bora, aya ya 16. Inasema hivi: kinywa chake kimejaa maneno matamu, ndiye mzuri sana pia, ni huyu mpendwa wangu, ni huyu rafiki yangu, enyi binti wa Yerusalemu. Sasa safari hii hawazungumzii tu kwamba mstari huu unamzungumzia inamtabiri Muhammad, lakini wanasema humu ametajwa kwa jina, lakini tunavyosoma kwa Kiswahili hatuoni jina lake. Ili waseme jina lake, wanakwenda kusoma katika lugha ambayo ni kitabu hiki. Kama nilivyosema, sehemu kubwa ya Agano la Kale, katika mojawapo ya video zangu nimeelezea kwamba sehemu kubwa ya Agano la Kale iliandikwa katika lugha ya Kiebrania. Vitabu vichache tu viliandikwa katika ile lugha ya Kiaramu. Sasa kitabu kimojawapo kiliandikwa katika lugha ya Kiebrania ni hiki. Kwa hiyo wanakwenda katika lugha ya Kiebrania ambao ukisoma kwa Kiebrania nasema hivi: Chek mamtakim kol mahmadim zeldodi wa zehrei benut Yerushalem. Sasa unaposoma lile neno mahmadim, wanasema pale ndipo Muhammad anatajwa kwa jina. Sasa neno mahmadim ndio ni sawasawa ni neno tulilolisoma hapa mstari, ndiye mzuri sana pia, kwamba all together loved, yani ndiye mzuri sana pia. Mahmadim kwa wingi, hili neno ambalo katika lugha ya Kiebrania hii ni wingi, na wanasema hapa Muhammad ametajwa kwa jina, lakini kiini cha hili neno mahmadim, kiini chake ni neno mahmad, yani mzuri, lovely, all together lovely. Na wanasema ni mojawapo namna ya kutumia maneno ya wingi bila kuwa na wingi ndani. Kwa mfano neno kama Elohim ambao ni Mungu katika wingi wake. Sasa hebu nikaisome hii kwa dakika moja tuone kama kweli tukitaka kuona, je, hapa tukitoa hili neno mahmadim tukaweka Muhammad itasomeka vipi? Lakini Waislamu watambue kwamba huwezi kuchagua wapi utamweka Muhammad, wapi usimweke Muhammad. Nitakusomea maandiko kadhaa ambayo hili neno Mahmad lilitumika, hili neno kuu Mahmad katika vina tofauti lilitumika. Nitakusomea na nitamweka Muhammad huko, lakini tuanze na hii Wimbo Ulio Bora, hii 5:16. Nitatoa lile neno pale, nitamweka Muhammad. Tuanze. Kinywa chake kimejaa maneno matamu, ndiye Muhammad pia, ni huyu mpendwa wangu, ni huyu rafiki yangu, enyi binti za Yerusalemu. Nafikiri umepata mwenyewe. Twende katika somo jingine. Tunakwenda safari hii katika kitabu cha Maombolezo, sura ile ya 1 mstari wa 7. Pale tunaona neno hili la Mahmad likitumika. Nitatoa hili neno Mahmad katika Kiswahili, nitaweka pale Muhammad. Siku za mateso na misiba yake, Yerusalemu huyakumbuka Muhammad yake yote yaliyokuwa tangu siku za kale. Hapo watu wake walipoanguka mikononi mwa mtesi, wala hakuna hata mmoja kumsaidia. Hao watesi wake walimwona, wakafanya sabato zake kuwa mzaha. Unaona pale jinsi gani ule mstari unaposomeka tunapoonoa. Naomba niisome kwa Kiswahili, kwa neno la Kiswahili, afu nitaweka Muhammad. Inasema Yerusalemu huyakumbuka matamanio yake yote. Sasa naondoa matamaniko, naweka pale Muhammad, ambao ni hili matamaniko katika Kiebrania ni neno ambalo liko katika Kiebrania ambalo kiini chake ndio katika neno
Mahmad inasema hivi: Yerusalemu huyakumbuka Muhammad yake yote. Ajabu hii. Tunakwenda katika kitabu hicho cha Maombolezo. Safari tunakwenda kwenye mstari wa 11, ile sura yetu ya kwanza. Inasema hivi: watu wake wote hupiga kite, wanatafuta chakula, wameyatoa matamaniko yao wapate chakula cha kuhuisha nafsi. E Bwana, tazama uangalie, kwa maana mimi nimekuwa mnyonge. Sasa naenda kuondoa neno lile linalopatikana pale matamaniko, nitaweka neno ambalo matamaniko neno lake katika Ibrania, mzizi wa neno hilo lilotumika pale ni Mahmad, na kwenda kuweka Muhammad. Watu wake wote hupiga kite, wanatafuta chakula, wameyatoa Muhammad yao wapate chakula. Ajabu kubwa hii. Tunakwenda pia katika kitabu kingine. Safari hii tunaangazia kitabu cha Hosea sura ya 9 mstari wa 16. Unasema hivi: Efraimu amepigwa, mzizi wao umekauka, hawatazaa matunda. Naam, wajapozaa nitaliua tunda la tumbo lipendwalo sana. Hapa neno lipendwalo ndipo katika Kiebrania neno lake, mzizi wa neno lilotumika hapo katika Kiebrania ni Mahmad, linatoka katika neno Mahmad. Sasa nakwenda kuisoma, naondoa lipendwalo, nitamweka Muhammad pale. Efraimu amepigwa, mzizi wao umekauka, hawatazaa matunda. Naam, wajapozaa nitaliua tunda la tumbo Muhammad sana. Ajabu nyingine hiyo. Tunakwenda safari hii, tutasoma letu la mwisho tuone. Safari tunaenda kitabu cha Yoeli sura ile ya 3 mstari wa 5. Unasema hivi: kwa kuwa mmetoa fedha yangu na dhahabu yangu, nanyi mmevichukua vitu vyangu vyema vipendezavyo na kuviingiza katika hekalu zenu. Hii statement pale inasema vitu vyangu vyema. Hapa neno lilotumika mzizi wake unatoka katika neno Mahmad. Sasa tuende tukaisome safari hii, tukamweke huyu Muhammad hapa, tuone itasomekaje. Kwa kuwa mmetoa fedha yangu na dhahabu yangu, nanyi mmevichukua Muhammad vipendezavyo na kuviingiza katika hekalu zenu. Naam, ndugu yangu, sina haja ya kwenda mbali zaidi, kwa sababu tunaona kabisa jinsi gani hii inadhihirisha namna gani Waislamu wamekuwa wakihangaika sana kutoka katika injili mbalimbali, wanakwenda katika vitabu vya Agano la Kale wakimjaribu kumuona huyu Muhammad wamchomeke wapi. Hivi ndio namna ambao wanampata Muhammad. Nikufundue macho wewe ndugu yangu Muislamu, unaangalia video hii, utambue kwamba hawa wahubiri wa Kiislamu wengi wanaozungumzia hii mistari ni upotofu mtupu. Na Biblia inatuambia wazi, na Bwana Yesu anatuambia kiongozi wa vipofu huongoza watu katika shimo. Kwa hiyo ndugu yangu, nasoma hivi na kufafanulia ili macho yako apate kufunguka, utoke katika msafara huu wa vipofu wanaongozwa na kipofu mwenzao kwenda kutumbukia kwenye shimo. Bwana Yesu, yeye ni mwanga wa uzima wetu, yeye ni chakula cha uzima, yeye ndio uzima wetu, na yeye ndio njia ya kuelekea kwa Baba ambako kuna uzima wa kweli. Fungua macho yako upate kuiona hii nuru, upate wokovu aliotupatia bure kabisa kwa damu yake yenye thamani kuu pale msalabani, na akafuka siku ya 3. Aliishinda dhambi na akakishinda kifo pia. Usipoteze neema hii ya wokovu tuliipata kwa damu kuu yenye thamani, usiipoteze. Nawe ndugu yangu Mkristu, hivi ndivyo tunavyoona Waislamu wanavyojaribu kumwingiza Muhammad wao humo. Hayupo na hata kakuwepo. Viko baadhi ya vipengele ambavyo nitakuja kuonyesha wapi Muhammad yupo. Endelea kufuatilia mchanganuo huu, usikose, na karibu sana. Follow channel hizi, bonyeza like, na pia tafadhali ukiona kwamba ujumbe huu unamfaa mwingine, share. Lakini pia nakusisitizia, utakapoona video zetu mpya zinapostiwa, basi endelea kusikiliza. Asante sana.